Kwa nini Marekani ameshindwa kupambana na Iran? Usiku mmoja unaweza kubeba maamuzi mazito kuliko vita yenyewe. Sio kila nguvu kubwa hushinda. Sio kila jeshi lenye silaha nyingi linaweza kutawala kila kona ya dunia. Swali linaanza kuibuka polepole, lakini kwa uzito mkubwa. Inawezekana kweli Marekani kushindwa kupambana na Iran? Na kama ndio, kwa nini? Moja, vita sio nguvu ya silaha tu. Kwa muda mrefu, Marekani imeonekana kama nguvu ya kijeshi isiyopingika. Lakini vita ya kisasa imebadilika. Iran haitumii nguvu ya moja kwa moja pekee. Inatumia mbinu za kivita zisizo za kawaida, makundi ya washirika katika maeneo tofauti, vita vya akili na mikakati ya muda mrefu. Matokeo, Marekani inajikuta inapambana na adui ambaye haonekani wazi, na vita inakuwa ngumu kushinda kwa haraka. Eneo la kivita linampa faida Iran. Iran inapigana karibu na nyumbani kwake, inaijua ardhi, mazingira na njia zote muhimu. Marekani, kwa upande mwingine, inategemea vituo vya mbali, inatumia gharama kubwa kupeleka jeshi, inakabiliwa na changamoto za usafirishaji. Matokeo, vita inakuwa ya gharama kubwa kwa Marekani, huku Iran ikitumia rasilimali chache lakini kwa ufanisi mkubwa. Tatu, nguvu ya ushawishi wa kanda. Iran imejenga ushawishi mkubwa katika Mashariki ya Kati. Ina mahusiano na makundi na nchi zinazoweza kuathiri mwelekeo wa vita. Hii ina maana vita haibaki kuwa ya pande mbili, inaweza kuenea haraka katika nchi nyingi. Marekani inalazimika kupambana katika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Matokeo, vita inakuwa ndefu na yenye ugumu wa kudhibiti. Nne, hofu ya vita kubwa zaidi. Hakuna taifa linalotaka kuanzisha vita ambayo inaweza kugeuka kuwa ya dunia nzima. Iran ina uwezo wa kuvuruga usafirishaji wa mafuta, kusababisha migogoro mikubwa ya kiuchumi, kuchochea migogoro ya kikanda. Matokeo, Marekani inalazimika kuwa makini sana, kupunguza mashambulizi ili kuepuka madhara makubwa zaidi duniani. Tano, gharama ya vita kwa uchumi. Vita si silaha tu, ni pesa pia. Kwa Marekani, gharama za vita ni trilioni. Wananchi wanachoka na vita vya muda mrefu. Uchumi unaweza kuathirika. Kwa Iran, imezoea vikwazo vya kiuchumi, ina mfumo wa kuhimili shinikizo. Matokeo, Marekani inapoteza hamasa ya kuendelea na vita ndefu. Sita, vita ya akili na propaganda. Vita ya leo inapiganwa pia kwenye mitandao na akili za watu. Iran imekuwa ikijenga taswira ya kupinga nguvu kubwa, uungano mkubwa kutoka kwa baadhi ya jamii. Matokeo, Marekani haishindi tu uwanjani, lazima ishinde pia kwenye fikra za dunia, jambo ambalo si rahisi. Hitimisho lenye nguvu. Hii si hadithi ya nani ana silaha nyingi zaidi, ni hadithi ya mikakati, uvumilivu na mazingira ya vita. Marekani inaweza kuwa na nguvu kubwa ya kijeshi, lakini Iran ina subra, mbinu tofauti, faida ya eneo, na hapo ndipo ugumu unaanzia. Hivyo basi, je, huu ni mwanzo wa dunia ambapo nguvu pekee haitoshi kushinda vita? Matangazo maalum. Unataka maudhui kama haya ya kuvutia kwa biashara yako? Tunatengeneza matangazo yenye mvuto mkubwa yanayowafikia maelfu ya watu kila siku. Unataka kuwa content creator mwenye mafanikio? Tunakuonyesha njia ya kujenga followers na kutengeneza kipato kupitia mitandao. Unapitia msongo wa mawazo au changamoto za maisha? Tunatoa huduma ya mwanasaikolojia kwa usiri mkubwa. Wasiliana nasi 0774636363. Maoni yako, wewe unaonaje? Je, Marekani imeshindwa au bado haijatumia nguvu yake yote? Andika maoni yako, tujadili pamoja.